Nakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo kwa viongozi wote wa serikali ambao wanatamani kwenda kugombea nafasi za ubunge, udiwani au nafasi zinginezo. Na alitoa maelezo kwamba tuandike barua mapema ili tuweze kujulikana. Labda niwaeleze tu waandishi wa habari kwamba mimi kama mkuu wa mkoa sikuandika barua. Sijaandika barua. Na kwa sababu sijaandika barua, maana yake ni kwamba mpaka sasa bado sijatoa nia au bado sijaweka nia. Lakini hata kule ambako ninasikia maneno kwamba bwana Chalamila anakuja nako zilikuwa ni hisia kwamba bwana anakuja, lakini kiukweli ni kwamba kazi hizi ambazo Mheshimiwa Rais ametupatia ni kazi kubwa na zina heshima yake. Na kwa kuwa zote ni kazi za kutumikia watu. Ubunge ni kazi ya kutumikia watu, ukuu wa mkoa ni kazi ya kutumikia watu. Hebu kwa kipindi hiki nibaki na heshima hii ya Mheshimiwa Rais ya kutumikia watu katika upande huu wa serikali. Na wapo baadhi ya watu huwa wanaeneza maneno kule tunakotokea. Mheshimiwa Rais anakataza watu. Kiukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais alishatoa utaratibu na hawezi kumzuia kiongozi yoyote wa kisiasa au kiongozi yoyote wa ngazi kama ya kwangu kutokwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi yoyote. Alisharuhusu, alichokihitaji ni taarifa. Ili unapotoka mchakato wa vetting wa kupata kiongozi mwingine uweze kufanyika kwa uhuru kuliko kufanyika vitu kwa ughafla. Kwa hiyo mimi nadhani kama kiongozi nilimzingatia kiasi cha kutosha, na kwamba hizo zote zilikuwa ni hisia, na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba bado mimi sijawa na dhamira ya kutia nia. Lakini jambo la pili kuhusiana na maji, ni kweli kwamba mkoa wa Dar es Salaam una production ya maji kwa mkoa wa Dar es Salaam ni lita milioni 90. Na lita milioni 90 hizi ni kwamba matumizi consumption ni kama milioni 545 lita za ujazo. So far ni kwamba kilichopo ni kwamba sasa hivi ukiangalia kwa mfano kuna huu mradi mkubwa sana wa Bangulo umekamilika na tayari umekushaanza kuingiza maji kwenye baadhi ya maeneo, tayari kupampu na kusukuma maji kwenye majimbo 4. Jimbo la Ukonga, jimbo la Segerea, jimbo la Temeke na jimbo la Kibamba. Ule ni mradi ambao umetengenezwa kwa zaidi ya bilioni 36. Na kile kituo tu pale cha kusukuma pampu kimetengenezwa kwa si chini ya bilioni 4. Lakini sasa hivi maji kilichopo ni kwamba serikali yetu inaendelea kutengeneza miundombinu ya kusupply ambayo kwa muda mrefu imekuwa ni miundombinu chakavu. Nyinyi ndugu zangu mtaungana na mimi kwamba moja ya miji katika Afrika Mashariki inayokuwa kwa kasi, mtaungana na mimi, ni Dar es Salaam. I wish one day waandishi wa habari tubebane tuanze kuzunguka kutoka pembe moja kuelekea pembe nyingine. Ukifika Dar es Salaam, unapofika ndio unadhani ndio ulipotoka jana. Kumechangamka na kumechanganya kila mahali. Lakini changamoto hizi za maji, miundombinu ya barabara bado zipo na ndio maana zinaendelea kutatuliwa. Na kulikuwa pia kuna wizi wa mita ambazo nazo tumeendelea kudhibiti, ambazo nazo zilikuwa zinapelekea uwepo uhaba wa maji. Kulikuwa pia kuna katika sana kwa umeme. Lakini leo ndugu zangu waandishi wa habari, nayo furaha kuambia Dar es Salaam sisi consumption ya megawatts zetu ni kama megawatt 686 na zinakuwa kwa 9%. Na ukiangalia katika pool ya umeme au ya megawatts za umeme katika ndani ya taifa letu, utabaini kwamba nchi yetu ina umeme wa kutosha. Kilichopo ni kuendelea kusambaza miundombinu ya usambazaji kwa watu. Kwa sababu umeme una mambo makubwa matatu. Una generation point, una transmission point na una distribution point. Kwa maana sehemu ya kuzalishia, ya kusafirisha kwa misongo mikubwa, na hizi sehemu sasa za kupeleka kwa wananchi ambazo zinajengwa stesheni ndogo ndogo ili kuruhusu umeme wa kawaida kubadilisha kutoka kwenye matumizi makubwa kwenda kwenye domestic use ili usilete madhara kwa watu. Na hicho ndicho kinachofanyika ndani ya mkoa wetu, na ndicho pia kinachofanyika ndani ya taifa letu. Na utekelezaji wa bwawa la Kidunda mnalo litakuwa ndio funga kazi kabisa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Bwawa la Kidunda linatengenezwa kwa zaidi ya bilioni 300. Kutoka kuna modo 2 pale kwenye bwawa kusafirisha maji na kuzalisha umeme ambao DAWASA au mamlaka ya maji itamuuzia TANESCO pamoja na kusukuma vitu vyao. Kwa mfano Dar es Salaam tu
DAWASA wanalipa si chini ya bilioni 2 TANESCO kwa ajili ya maji tu, si chini ya bilioni 2. Kwa hiyo wakiwa na umeme wao wa kuwauzia, maana yake ni kwamba very likely baadaye hata gharama za maji kwa unit zinaweza kaza zikapungua, kwa sababu production ya umeme inakuwa iko cheap. Kwa hiyo hizo sehemu zote ambazo wananchi bado wanalalamika watafikiwa kutokana na mipango mikubwa ya DAWASA ambayo wameendelea kuifanya, lakini chini pia usimamizi mzuri sana wa Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso. Nadhani alikuwa jambo la mwisho ni kuhusiana omba. Tumetoa maelekezo rasmi kwa wale waandishi mliokuwepo kwamba wale omba na hasa waliopo baadhi ya barabara wachukuliwe, waondolewe, wapelekwe kwenye nyumba maalum za serikali au zile ambazo sio za serikali. Lakini pia tumebaini na tutakuja kutoa taarifa kwamba yapo baadhi ya maeneo ambayo watu wanatumia wale omba wazima na walemavu kujiingizia vipato wao. Wamekwenda kuchukua baadhi ya lodge zilizoko baadhi ya maeneo pale Riverside na baadhi ya maeneo kadhaa, na muda sio mrefu vyombo vya dola vina investigate kiasi cha kutosha ili kuwakamata wanaohusika. Wanawachukua walemavu, wanawatembeza, jioni yule mlemavu amepangiwa kwamba kwa siku leta shilingi 150. Na jioni watu wamepangiwa kwamba kwa siku leta shilingi 100. Na wanalala kwenye loji kadhaa. Kwa hiyo tutakapohitimisha mambo haya, vyombo vya dola vitafanya kazi yake na vyombo vya kisheria vitachukua wimbi hilo. Kwa hiyo nyinyi mnamuona mtu kama mlemavu unampatia hela pale, lakini kumbe yupo kwenye rada ya yule aliyemleta. Kwa hiyo yupo hapo watu ambao unafanya biashara gani? Mimi nauza vitunguu. Unafanya biashara gani? Mimi si nafanya biashara gani? Lakini mwingine ukimuuliza hakuambii, lakini ukweli ni kwamba anafanya biashara ya watu walemavu, kuwatuma kwenda kuomba, na kile wanachopata anakichukua afu yeye anawarudishia kama mshahara kidogo. Kwa haya yote kwa kushirikiana sasa na wizara anayoiongoza Mheshimiwa Gwajima, viongozi wa social workers ndani ya mkoa wetu, vyombo vya dola, sasa hivi kuna timu maalum ambayo imeanza kazi kupita huko ili kuhakikisha kwamba haya yote yanakuja kufikia mwisho. Tunazungumzia mwendo kasi ina barabara nyingi, lakini kwa sasa tunazungumzia barabara moja ambayo nayo bado wananchi wanalalamika kuhusiana na huduma. Sijui mnaelewa mpaka hapo Sasa wizara ya TAMISEMI ambayo ndio iko in charge kupitia Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa Wahid Mchengerwa ndio sasa wako kwenye mipango madhubuti. Mtakumbuka kwamba mradi huu katika almost nchi za Afrika, huu mradi kwetu sisi ulikuwa bado ni kama mgeni. Kwa hiyo tukapata changamoto kubwa za kisheria, changamoto kubwa za kisera, changamoto kubwa za kiutawala, changamoto kubwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wizara yetu ya TAMISEMI kupitia Mheshimiwa Waziri wetu wanapofanyia kazi changamoto, maana yake ni nini? Wanafanyia kazi changamoto za kisheria, wanafanyia kazi changamoto za kitehama. Mtakumbuka kwamba kuna watu walikuwa na kadi, alafu baada hapo zina problems, wanafanyia changamoto za kitehama, wanafanyia kazi changamoto ya mtoa huduma. UDAT ni mtoa huduma ndani ya miundombinu ya DAT chini ya wizara ya TAMISEMI. Si mnanielewa mpaka hapo Kwa hiyo anayetafuta huyu mtoa huduma huyu, manake DAT iweze kumtenga. DAT ndio boss mwenye hiyo miundombinu chini ya wizara ya TAMISEMI. Sasa UDAT ndiye anayetoa huduma, ndiye aliambiwa bwana wewe leta mabasi yako tuanze kufanya kazi zetu, sisi tutatulipa kwa namna hii. Huyu anaitwa UDAT. Kilichopo sasa hivi ni kwamba ndani ya wizara ya TAMISEMI wapo sasa kushughulikia hizo changamoto zote za msingi. Moja zinazohusu huyu tuliyemwamini kutoa huduma peke yake anatosha? 2, huyu tuliyemwamini kutoa huduma tuendelee naye yeye kama yeye? Kwa hiyo manake mipango yoyote ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa kuwa barabara zitakuwa ni nyingi, watoa huduma likely kwamba lazima waongezeke, asiwe UDAT peke yake. Lakini kama kuna mjadala wa kumtoa UDA, manake sasa Mheshimiwa Waziri wa wizara ya TAMISEMI kupitia sasa management kwa ujumla, manake hayo sasa yatakuwa yapo chini ya wizara. Lakini jambo jingine la muhimu ni kwamba maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri aliyatoa, ukienda sasa hizi kwenye baadhi ya barabara utakuta zimefungwa, hata pale kwenye ofisi ya mkoa. Na ndio maana sasa hizi tunawakamata watu sana. Hata wewe sasa hivi kutoka naenda kapita Morogoro Road pale, wewe pita tu, wala sio kazama mkoa kanituma, nadhani watu wanaimba pale. Kwa nini wanafanya hivyo? Tumesema zile barabara zitumike kwa ajili ya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini tulisema katika kuhangaika kupunguza foleni ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam,
tunaposubiri hayo mabasi na kadhalika, basi tuone modo itakayoweza kusaidia kidogo wananchi. Lakini hatukinzani hata kidogo. Hatukinzani hata kidogo na maelekezo ambayo wizara inatoa. Sisi sote hapa tuko chini ya wizara na tunatekeleza miongozo ya kiwizara. Kwa watu kienda sasa hivi ni kwamba tunatamani watu wasiguse kabisa. Lakini sasa hizi ukienda utakuta kuna bodaboda, ukienda utakuta kuna nani, ukiwakamata wengi, makelele pia ni mengi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuwe na elimu ya kuambia watu wai mwendo kasi ili kila mmoja aweze kwenda kwa yale mabasi yaendayo kwa kasi.